Karibu sana katika kliniki ya afya ya mapenzi na Dr. Paul Nelson Mwaipopo. Nakuletea mada inayosema mwanaume aliyeshindwa kumkojolesha mke wake na usumbufu wake. Mwanaume aliyeshindwa kumkojolesha mkewe na usumbufu wake. Haleluya. Tafiti zinaonyesha hivi: 67% ya wanawake wanadanganya wanaume kwamba wamekojoleshwa, kumbe hawajakojoleshwa, na ni wengi. Sasa kutokana na ukweli huo, basi ni jambo la msingi sana ufahamu kwamba wewe mwanamume unashindwa kumkojolesha mkeo ataenda kutiwa nje ya ndoa, kwa sababu tafiti ya mwaka 1996 ambayo ndio ilisababisha mimi nianzishe kliniki ya afya mapenzi ilisema hivi: 40% ya wanawake waliomo ndani ya ndoa wana ukimwi. Na takwimu zilizotolewa na mkemia mkuu mwaka juzi zinasema hivi: 40% ya watoto waliomo ndani ya ndoa, wale wanaume wamesingiziwa zile mimba hazikuwa za kwao. Hiyo ni tafiti ya mwaka juzi na ni takwimu za mkemia mkuu anayepima DNA. Fahamu mtoto ni wa kwako, sio kwako, ni DNA. Kwa hiyo hii inaonyesha wazi kabisa kwamba wanawake wanatembea nje ya ndoa na wanapata ujauzito huko, au wanaweza kupata ukimwi huko. Kama asipata ujauzito anapata ukimwi. Sasa mwanaume, usihangaika kumkojolesha mkeo na hujui mwanamke aliyekojoleshwa yukoje na yule anayedanganya yukoje. Itakuwa hatari sana. Dalili za mwanamke ambaye anadanganya zipo, na nacho kitabu kina maelekezo, kinaitwa Sayansi ya Mapenzi. Naweza kukutumia kwa njia ya email. Na kitabu kinaitwa Sayansi ya Mapenzi, kinakupa maelekezo mwanamke aliyefika kwa kileleni yukoje na yule anayedanganya yukoje. Na vile vile mwanamke au mwanaume ambaye si mwaminifu, dalili zake zikoje. Kuna mambo mengi. Unataka mtoto wa kike au wa kiume unafanyaje? Zote hizo kwenye kitabu kinaitwa Sayansi ya Mapenzi, naweza kutumia kwa njia ya email. Sasa ninachozungumza hizo nazungumza kama utangulizi, nikitaka kukupa picha halisi ambayo imetoka kwa mwanamke na nyingine imetoka kwa mwanaume. Alafu nitaizungumzia kwa kina. Naomba nikusomee mchatisho huu na huyu mwanamke. Anasema hivi: Dokta, habari za majukumu. Nashukuru sana kwa mafundisho yako hapa YouTube. Mimi nina mwezi sasa nafurahia mafundisho yako. Dokta, mimi ni mdada mwenye umri wa miaka 34, nimeolewa. Mume wangu akiwa na mimi katika tendo la wanandoa huwa anawahi sana kuniambia kojoa, kojoa, wakati unakuta mimi bado sijisikia hali ya kukojoa. Sasa kila wakati analalamika, sijui shida iko wapi, kwangu au kwake. Unaweza kunipa mawazo hapo dokta? Nikamuuliza, je, mumeo ameshawahi kukukojolesha? Yeye akajibu, ndiyo, ashawahi kunikojolesha mara chache, lakini nikikojoa sasa ndo hapo ananikandamiza na kusema, mbona leo umekojoa? Siku nyingine unakuwa unanibania tu makusudi kabisa. Yeye dokta akifanya kidogo tu ananiambia nikojoe, na tunatafuta mtoto, mimba haishiki, anasema namchosha tu. Nikamuuliza, je, huwa anakuandaa kwa muda wa kutosha? Yeye akajibu, kiukweli ananiandaa kwa muda mfupi sana. Huwa namuona anachoka haraka, goli moja tu anakuwa hoi. Mimi, je, mumeo anapendelea mkao gani? Yeye akajibu, mimi nalala chini, yeye juu, na mkao wa chuma mboga ndio anapendelea. Nikamuuliza, je, wewe mwenyewe unapendelea mkao gani? Akasema, napenda nilale chali, miguu naweka juu. Unaweza kuona story hii kwa kifupi. Ni mwanaume ambaye anataka mwanamke akojoe kwa nguvu ya maneno yake. Anampa pressure, kojoa bwana, kwa nini ukojoi? Mwanaume huyu hajui kwamba mwanamke anahitaji maandalizi yasiyopungua dakika 14.8, yasiyopungua
Kwa maneno mengine kwamba mwanamke anahitaji maandalizi yasiyopungua dakika 15. Sasa mwanamke katika mwili wake ana maeneo 17 na kila eneo lina ufundi wake na maarifa yake, na kuna mikao maalum ambayo inasaidia mwanamke afike kileleni haraka, na kuna miondoko maalum ambayo inasaidia mwanamke afike kileleni haraka, yani akojoe, kwa maneno mengine, kwa maneno ya hii message. Sasa wanaume wengi hawajui hayo maeneo 17. Wanajua mambo matatu ya kumfanyia mwanamke, na story hii nimeitoa, lakini ningependa tu nirudie kwa faida ya wasikilizaji wetu wapya. Huyu ni kaka ananipigia simu, ananiambia daktari, niko kwenye uhusiano na huyu mdada wa kiuchumba, tuna mwaka saizi na zaidi, na tumeshafanya mapenzi zaidi ya mara 15. Nimemuuliza kwamba katika hizo mara 15 ambazo tumefanya mapenzi nimemkojolesha mara ngapi? Mwanamke hakunificha, akaniambia nimemkojolesha mara 1. Nikamuuliza, siku hiyo niliyokukojolesha nilikufanyieje? Mwanamke akasema sijui nifanyaje, lakini najua ninachokumbuka kwamba nilikojoa. Kwa hiyo unaweza kuona hali kama hii ni kwamba mwanaume hana hakika kwamba anao uwezo wa kumkojolesha na mbinu za kumkojolesha anazo. Sasa kuna wanawake wanatofautiana. Sasa kama kuna mwingine ulikuwa unamkojolesha haraka, inawezekana ana kisimi kikubwa. Kwa sababu kisimi ndio switch ya mwanamke kufika kileleni, lakini sio peke yake. Maumbile yao yanatofautiana vile vile. Kuna wengine maumbile yao ni yamelegea, ni mapana. Kama dada mmoja kutokea Dodoma, nilimsaidia dawa ya kubana uke. Dada alijua kwamba uke wake umelegea. Sawa? Sasa amenisikia hapa YouTube kwamba nayo dawa ya kubana uke. Mwingine ananiomba dawa ya kurudisha bikira, nawaambiaga sina, sipendi kuchukua hela ya mtu kama siwezi kumsaidia. Sawa? Sipendi kuchukua hela. Wengine wanataka dawa za kukuza makalio, nawaambia sina. Ningetaka kukula hela za kina mama, nikawatengenezea tu majivu nikawauzia, akamwambia hii dawa ya kukuza makalio. Lakini nawaambia hiyo hela hiyo sina, sijui kukuza matiti ya kusimame, huwa nawaambiaga sina kwa sababu hiyo dawa sina. Sasa nataka kumwambia hivi, hiyo dada kaagizia hiyo dawa. Nikampa, ikamsaidia. Nikamsaidia, sasa akanipigia simu, ananiambia daktari, nilikuwa sijui kwamba kutokana na maumbile yangu kutanuka ndio maana nilikuwa najiambia ukeni. Mara nyingi nilikuwa nimezoea nikifanya mapenzi mtindo ule wa chuma mboga, huwa nilikuwa najiambia kwenye uke. Lakini toka nimetumia dawa hii, uke umebana, sijiambii tena ukeni. Nikamwambia haleluya. Unaweza kuona jinsi gani ilivyo? Naam. Sasa wakina dada wengine walijichua. Dada mmoja kutokea Singida, huyu dada ni asili ya Kiarabu, ni Mwarabu, ni kiasili ya Kiarabu, aliagizia dawa. Asema nilikuwa ni wageti kati, tulikuwa haturuhusiwi kukutana na wanaume, Waislamu wale wa sala 5, haruhusiwi kukutana na wanaume. Kwa hiyo akawa anajichua sana. Sasa akajikuta ameanza kufanya mapenzi. Mwanaume akiingia, pale mwanzoni kinapokuwa inaingia pale anasikia raha, ikishaingia hasikii chochote. Hasikii chochote, yani kama mwanaume anaona kama vile ni kero tu. Nikamwambia nilipomwita amejichua, akasema achua, nikampa hiyo dawa. Nilipompa hiyo dawa mambo yakatiki. Sasa kuna wanawake watofautiana katika ulimwengu huu. Kwa hiyo usije kumlinganisha Aisha na Jennifer. Wanatofautiana. Kwa hiyo unahitaji uwe na ufundi mwingi ili kumkojolesha mwanamke uliye naye. Ukiona kwamba huyu akojoleshe kwa njia hii, unatumia njia nyingine. Sasa wewe unajua 3 tu. Zikifeli basi ndio huyu sasa. Kojoa. Au unamuuliza mwanamke umekojoa, atakudanganya. Kama anajua uwezo huo huna, atakudanganya. Nimekojoa baby. Wewe mtamu kweli. Wewe mtamu, dudu lako tamu kweli, anakudanganya. Ataenda tatiwa na masela. Kama dada moja kutokea Sumbawanga. Asema unamwambia mume wangu, wewe unachezea kisimi, lakini hataki. Nikama kutafuta msela, nikapata msela. Ananilamba vizuri kweli. Sasa tusikie mwanaume mwingine anayelia hapo. Huyo tusikie mwanaume anayelia hapa. Sikiliza. Huyu mwanaume anasema hivi, daktari, niko ndani ya ndoa. Huu mwaka wa 4. Mimi na mke wangu tunapendana sana, lakini katika eneo la tendo la ndoa naona kuna shida. Mimi huwa namnyonya mke wangu sana. Yake mara kwa mara namnyonya. Napenda kumpa raha, lakini yeye anaonekana kunitegea. Naona na mimi hitaji langu kubwa ni kunyonywa vizuri, lakini sitimisiwi na mke wangu. Nimeanza kutamani kuchepuka, maana sisikii vizuri kumwambia mke wangu anifanyie kitu ambacho kuniambia kwamba hawezi, anaogopa.
kuniambia kwamba kuninyonya hapendi, anaogopa. Dokta, naomba unisaidie, nifanyeje nisije nikafanya dhambi ya kuzini nje ya ndoa? Unaweza kuona anamnyonya mke wake, lakini mke wake hataki kumnyonya. Mkutana na kesi ya daktari Dar es Salaam, yuko ndani ya ndoa miaka 12, anasema sijawahi kumnyonya mume wangu. Kama sijawahi. Nikamwambia daktari, wewe una kinyaa cha aina gani? Umekutana na machafu mangapi? Uli daktari. Yuko ndani ya ndoa miaka 12. Unaweza kuona jinsi gani ilivyo. Kuna wanawake wengi ambao hawajui mapenzi ya kitandani, lakini wanafikiria wanajua. Wanakutana na makungi na mpango wa kuanzisha page ya TikTok ambayo nitaita Kitchen Party. Ndio nafundisha wanawake. Nitaanzisha page ya nani kwa ajili ya wanawake, ya page ya TikTok inaitwa Kitchen Party, nitaanzisha hivi karibuni. Hilo wazo limeingia jana. Maana napata shuhuda nyingi za wanawake ambao nimewasaidia baada ya kutumia video za jinsi ya kumwandaa mwanaume. Video karibia 50 kwa shilingi 10,000. Watu wanaziona ni bei kubwa sana. Video karibia 50 kwa shilingi 10,000. Watu wanaziona bei kubwa, lakini waliofaidika waangalie kwenye page yangu ya Instagram, na iweka hapa ambayo iko hai sasa hivi. Iangalie hapo chini kwenye hii video unaoiangalia sasa hivi. Wale shuhuda za wanawake nime screenshot, shuhuda kamili halisi kutoka wanawake tofauti. Sasa nataka kusema nini? Kuna wanaume ambao wanafikiria wanajua kunyonya mwanamke, kumbe hawajui. Kama vile wanawake wengine wanafikiria kwamba wanaweza kunyonya mwanaume, lakini kumbe hawajui. Sawa? Nikupe shuhuda huyu mwanamke ambaye nilimtumia video. Nilimtumia shuhuda huyu mwanamke, nilimtumia video uweze kuona mambo anayoyazungumza, alafu uweze kudhibitisha na ulizungumza kwamba ni kweli. Anasema hivi, hii hapa. Habari za asubuhi dokta. Asante sana kwa mafundisho yako. Usiku wa kuamkia leo mume wangu amepizi mara 3. Kila akimaliza mimi nachezea dudu na korodani zake na kulinyonya sawa kabisa, na hadi anasimamisha tena na tena. Anasema mbona utamu na raha zimeongezeka sana? Dokta ameniambia anatamani muda wote awe na mimi kitandani. Hataki nichelewe kurudi ninapotoka kazini. Dokta, ubarikiwe sana. Hii ni shuhuda. Korodani za mwanamke, za mwanaume hujui jinsi ya kuzichezea. Msaidia mwanaume arudie mara ya pili, ya 3, ya 4, hujui. Huyu ni mwanamke. Sasa kwa mwanaume asiyejua jinsi ya kumnyonya mwanamke, asiyejua mikao maalum ambayo inasugua kisimi cha mwanamke ili afike kilele, na mkao maalum unaitwa coital alignment technique ambao unasugua kisimi. Na kisimi kama ninavyozungumza ndio switch ya mwanamke kukojoa. Kisimi kina miisho ya mishipa fahamu kati ya 8,000 hadi 12,000. Wakati kichwa cha uume kina miisho ya mishipa fahamu 3,000, 2,500 hadi 3,000. Sasa wanaume wengi hawajui jinsi ya kuchezea kisimi. Kwa wenzetu wa Ulaya kuna kama mashine kama vile kama mashine ka kunyolea, kana wanawake wanakatumia kujisugua kwenye kisimi ili wafike kileleni. Inaitwa vibrators. No, sasa hiyo haifai. Kwa hiyo ninachotaka ni hivi. Mwanaume anakuwa ni msumbufu pale ambapo anataka kufanya mapenzi na mwanamke, lakini uwezo na uhakika wa kumkojolesha hana. Huo ni usumbufu. Unamchafua tu mwanamke wa watu, na yeye anataka utamu. Anastahili kufikishwa kileleni kila mnapofanya mapenzi. Wewe unapofanya mapenzi kila siku lazima ukojoe. Kwa nini huyu mwanamke asikojoe? Unatenda haki? Akichepuka utamlaumu? Akichepuka utalaumu? Una tatizo la kuwahi kumaliza, ulishughulikia. Unashindwa kurudia, ushughulikie hilo jambo. Unakibamia, unajiona uko sawa tu. Ume wako umepinda kama ndizi, unajiona uko sawa tu. Hizo dawa ninazo kwa wanaume. Na ushuhuda ninao kwenye page ya Instagram hapo chini. Tunaweza kuona testimonies za watu ambao nimewasaidia. Zinachukua muda, lakini ni za hakika na hazina madhara kabisa. Na ushahidi wa watu ambao, dada kaka mmoja kutoka Zanzibar apewa dawa, mwili mzima ukavimba. Na anakuja nipatia dawa yangu, ananitumia shuhuda, ananiambia dokta, yani sijamaliza mwezi tayari nimeshaanza kuona matokeo mazuri. Inawezekana. Shida ni kwamba una wasiwasi. Unaifikiria kama vile utatapeliwa. Sawa, matapeli najua wako wengi, hilo nalijua. Lakini nitakwambia hivi, video zipo za jinsi ya kumwandaa kiusahihi, kiufundi, kisayansi, kumwandaa mwanamke, kumwandaa mwanaume. Video zisizopungua GB 13, video kabia 50 kwa wanaume hadi wanawake.
na ninazo video mpya nyingi tu. Kaka mmoja ambaye nilimtumia video alipoona zinamletea matunda akagizia na za mke wake. Maana naomba nipe za mke wake, na mke wangu najua haya mambo. Mwingine naye kanipigia simu leo, nilimtumia hizo za mwanaume. Leo anaambia daktari, nataka uniongezee nyingine za mwanaume lakini kumwandaa mwanamke. Nikamwambia zipo mpya tena ndefu kuliko zile za mwanzoni. Kunacho kwambia ni kwamba inawezekana kabisa kujilisha mwanamke kila mara. Kuna mbinu nyingi, ila wewe unajua moja. Tunafikiria ile ya kutiatia inatosha. Haitoshi. Agizia video hizo na kutumia kwa njia ya email, sio kwa njia ya WhatsApp. WhatsApp siruhusiwi kurusha zaidi ya MB 32. Nikirusha zaidi ya hiyo wanaikata. Sawa, nimeshajabisha kurushia watu kadhaa. Sawa, zaidi ya MB 32 siwezi nikarusha kupitia WhatsApp, wanaikata. Wanakuambia kabisa kwamba tutaikata. Kabla hujairusha wanakuletea tangazo hapa. Tutaikata, hii imezidi MB 32. Kwa hiyo email ni rahisi sana. Kama una simu kubwa, email unayo. Na maelekezo nimekuwekea hapo jinsi ya kupata email. Sawa? Kama unaangalia video hii kwa mara ya kwanza, subscribe, jisajili ili nitakapoweka video nyingine upate taarifa. Ongea na marafiki zako, waambie juu ya habari ya channel hii na mafundisho haya ni mazuri sana, yatamfaidia rafiki yako au ndugu yako. Na wale ambao wanaingia kitchen party, unaingia kwenye ndoa, uwe ni mwanaume au ni mwanamke, tafadhali nialike nikupe shule kupitia kompyuta, kuonyeshe mambo ambayo unapaswa kuyafanya unapoingia ndani ya ndoa. Usiingie tu hivi bure. Sawa, usiingie hivi. Hakuna mtu ambaye anaajiriwa bila uzoefu. Unatakiwa umesoma, alafu una uzoefu. Sasa wewe uzoefu huna, alafu unaingia ndani ya ndoa, itakula kwako. Tuwasiliane jamani, waambie wanaoingia ndani ya ndoa, msiingie kichwa, mtaumia huko. Kuna moto ambao unaweza usizimike ukianza kuwaka. Hii ni Kliniki ya Afya Mapenzi. Nikutakie siku njema. Subscribe, share with your friends. Bye bye.